Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa juhudi zake, na juzi kama mnavyoona alitoa salamu kupitia Naibu Waziri wa Sanaa, Utamaduni na Michezo Hamisi Mwinjuma almaarufu Mwana FA kwenda kuwatembelea wanamuziki wa dansi wakongwe Mzee Zahiri Ali Zolo pamoja na Mzee Bichuka na kuweza kuwafariji kwa sababu wako katika hali mbaya na wako bado vitandani wanapigania hali yao ya maisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitazungumzia sana upande wa muziki wa dansi, BSS, film, boxing, riadha, netball na basketball pamoja na football na AFCON. Kwanza nitoe pongezi kwa mawaziri Mheshimiwa Paul Makonda kwa kazi ngumu anayoifanya kutembelea viwanja vyote vya AFCON pamoja na Katibu Mkuu Msigwa pamoja na Mwana FA. Na kwenda kwanza kwenye muziki wa dance. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na bajeti na hotuba nzuri ya Mheshimiwa Makonda, sijamuona nazungumzia muziki wa dansi kwa ukaribu kabisa, lakini mimi simuondolee shilingi kama Babu Tale kwa sababu yeye ndio kwanza ameshika wizara hii katika kipindi kichache sana na kazi yake inaonekana ni kubwa sana. Kwa hiyo naendelea kumpongeza tu. Najua haya atayafanyia kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, muziki wa dansi uko katika hali mbaya. Unachechemea, dansi zinapigwa na muziki wa dansi huwa nyimbo zake hazifutiki. Ni nyimbo ambazo hata miaka 100 na zaidi ya 100 bado zinaendelea kupendwa, kama mpaka sasa hivi tunasikiliza muziki wa Luambo Makiadi, tunasikiliza nyimbo za Mbaraka Mwishehe na wengine waliotangulia mbele ya haki ambao ni wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, muziki wa dansi sasa hivi unachechemea, wasanii wanapiga kwa kiingilio cha bia. Na hata ukiwaambia tutoze kiingilio kwa sababu hauna kumbi maalum, wenye kumbi wanakuambia sisi tunakulipeni, sisi hii ni shughuli yetu, ni burudani ya kwetu, ni maamuzi ya kwetu. Na wako na muziki wanapiga katika hali mbaya, analipwa bendi inalipwa shilingi 300, 400. Ukiangalia hiyo bendi ina wanamuziki takribani 40 mpaka 30. Hali inakuwa ngumu, wanawezaje kugawana shilingi 300? Kwa hiyo hapo wizara kama wizara tunaomba mfanye kitu kuinusuru dansi. Dansi, taarabu ziko katika hali mbaya. Hata ukiangalia kwenye hizi shughuli ambazo ni muhimu za kitaifa, muziki wa dansi hauitwi kwenye sherehe zozote za kitaifa. Zamani ilikuwa muziki wa dansi kama hivi, leo amekuja rais wa Kenya, utakuta Msondo wako pale wanapiga lakini sasa hivi hawaitwi. Sikinde wako pale na bendi zingine, Toti bendi wako pale, unaona, lakini haziitwi. Nilikuwa naomba tu wizara ifanye uwiano, kwa sababu hawa wote, hata muziki wa dansi na wasanii ambao ni vijana, sio tu wakongwe, ni vijana. Ukongwe ni kwamba zile bendi ziko muda mrefu majina yake. Kwa mfano ukiangalia Msondo ni jina tu, ukiangalia wanamuziki wanaofanya kazi pale wengi wao ni watoto wa wasanii, lakini ni vijana. Hata Sikinde vivyo ni vijana. Kwa hiyo ukongwe ni umri wa jina wa miaka kwenye shughuli hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kuiongelea BSS. BSS imeanza mwaka 2006, ambayo ukiangalia ni taasisi ambayo inaongozwa na Rita Paulsen. Ni mwanamke jasiri ambaye anaibua vipaji vya wasanii kutoka mikoani na mpaka sasa hivi anaingia Afrika Mashariki, Kenya na Uganda ili kuimarisha uhusiano wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo BSS ndio iliyomtoa mwanamuziki mkongwe naweza kusema kwenye Bongo Flava anaitwa Msechu. Naomba wizara iangalie kwa karibu, iangalie jinsi gani ya kuweza kuisaidia BSS ambayo inajipambania yenyewe na mpaka sasa hivi tunaweza kuipata kupitia Azam TV ambao wamewasaidia BSS waweze kuonesha kazi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naongelea pia kuhusu film. Film sasa hivi inafanya kazi nzuri sana. Inafanya kazi nzuri sana na tunakupitia Azam TV, kupitia
kupitia TV zingine. Kwa mfano, kuna huyu dada anaitwa Lamata. Lamata anafanya kazi nzuri sana kwenye filamu, anatakiwa pia serikali imuone na imsaidie. Kuna kikundi kingine kinaitwa Jua Kali na vikundi vingine ambavyo nimevisahau. Lakini pia niweze kuzungumzia boxing. Boxing naona inakuja juu sana kwa kasi. Kuna mtu anaitwa Mafia Boxing. Mafia Boxing yuko pale Magomeni sokoni, amechukua floor nzima, katengeneza ofisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri wetu Paul Makonda, ikimpendeza kwenye Afcon waende pale watu kufanya mazoezi, kwa sababu kuna gym kubwa sana ya kisasa, kuna vifaa vya kisasa. Mimi mwenyewe binafsi nimeenda kutembelea pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba wizara yetu iweze kupitia pale katika Mafia Boxing, na ndio inatoa changamoto kwenye boxing. Mpaka sasa hivi boxing zimekuwa na tija, zimekuwa ni nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naongelea riadha. Riadha ilikuwa inatuwakilisha vizuri sana na inaendelea kutuwakilisha vizuri. Lakini tukienda kwenye riadha, tunaenda katika mashindano ya Olympic na mengine. Mimi hapo nilikuwa ni mkimbiaji wa mita 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, wa bunge hawajui, nilikuwa nakimbia sana na ni mkimbiza mwenge wa Olympic kwa mara ya kwanza Tanzania. Ulivyotembea Tanzania 2008, nilikimbiza mwenge wa Olympic na nao kama zawadi. Lakini kwa mashindano haya Olympic, naomba tuwe na kambi kama zilivyokuwa zamani. Tunaweka kambi ya Arusha pale kwa ajili ya mashindano ya Olympic, na alikuwa anagharamiwa na wizara, ili kuiokoa, kuifanya riadha ifanye vizuri katika mashindano ya kimataifa. Naongelea basketball. Basketball tuna ufinyu wa viwanja vya basketball. Ukiondoa labda kiwanja kile ambacho kiko pale Dar es Salaam ambacho wanafanyia Dar City, tulikuwa na viwanja vingine ambavyo ni vya serikali. Indoor Stadium. Indoor Stadium ni uwanja ambao ulikuwa unatumika kwa netball, kwa tennis, basketball, badminton, volleyball, ngumi na kadhalika. Nikisema ngumi zile za amacha, ambazo ndio washiriki wengi wa ngumi za amacha ndio wanatuwakilisha katika Olympic. Kwa hiyo nilikuwa naomba hivyo viwanja viweze kufanyiwa kazi, virekebishwe, viwe vizuri, vya kisasa kama tunavyopigana na viwanja vya Olympic. Lakini msisahau viwanja vya Afcon, msisahau kupigania kiwanja cha Indoor Stadium ambacho kitapakana na kiwanja cha Olympic, kiwanja cha Afcon cha Mkapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa niongelee pia uhaba wa viwanja vya burudani. Kuna viwanja vya burudani zamani pale tulikuwa tunafanya burudani Leaders Club. Ule uwanja wa Leaders Club una hali mbaya na ni uwanja wa serikali. Utasaidia kuwafanya wanamuziki waendeleze kufanya muziki yao, hasa bonanza zinapokuwa zinashughulika. Kuna kiwanja kingine. Asante, muda wako umeisha Mheshimiwa. Dakika moja namalizia Mwenyekiti. Zakim pamoja na asante Mwenyekiti, naunga hoja, mkono hoja. Asante sana.